katika sura ya Mathayo 24. Wakati amekaribia kukuja, Yesu anasema wakati amekaribia kukuja, dunia hii itafanana na wakati wa Nuhu. Dunia hii itafanana na wakati wa Nuhu. Sasa tunauliza, ni kweli? Mathayo 24 mstari wa 37. Sikia. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu. Kumbe kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa kuna mambo ambayo yalifanyika katika kitabu ama katika wakati wa Nuhu. Na wakati wa Nuhu huo, Biblia inasema karibia Yesu anakuja, dunia itafanana na wakati huo. Sasa tunauliza, kwani wakati wa Nuhu ni nini ambacho kilikuwa zamani hizo, ambalo tukiangalia leo tujue kabisa mwana wa Adamu amekaribia? Hebu soma Mwanzo 6, usome mstari wa 2 usikie. Mwanzo 6:2. Ehe. Maandiko inasema, sasa tunasafiri mpaka wakati wa Nuhu, tuangalie ni nini kilichofanyika wakati huo. Tusikie. Mwanzo 6:2. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Anza moja. Mwanzo 6:1. 6 mstari wa kwanza. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike. Rudia. Inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Kwa hivyo kuna wakati wanadamu walizidi usoni pa nchi, yaani watu wakawa wengi. Unajua nyinyi mnafikiria Ebola ni ugonjwa ambayo imekuja tu hivyo. Kuna ajenda inaitwa depopulation, kupunguza watu duniani. Haijaanza leo, hiyo sio ajenda ya leo. Sasa ndio nasikia katika wakati wa Nuhu kuna wanadamu walizidi kuwa wengi, na watu walipokuwa wengi duniani, sikiliza vile walifanya. Mstari wa 2. Na wana wa kike walizaliwa kwao. Soma mstari wa 2. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Kwa hivyo wana wa Mungu wakaona wana wa wanadamu wamefanyaje? Ya kuwa ni wazuri. Wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Kwa hivyo wana wa Mungu wakajichagulia wanawake wakawaoa. Na usije ukafikiria hapa ni malaika wanatajwa. Hapana, ni wanadamu walioa wanawake, lakini kwa njia isiyofaa. Sikia hiyo. Sasa watu walipozidi kuwa wengi, Mungu akasema nitawamaliza wanadamu wa wakati wa Nuhu. Lakini aliposema hivyo, akasema wewe Nuhu, enda uwahubirie hao watu, waambie waingie kwa safina, waokoe nafsi zao. Wakikataa kuingia kwa safina, wote watauawa kwa mafuriko, yani kwa gharika. Sikilizeni, hata leo kuna safina, watu wa hapa Ruaka munafaa muingie. Watu wa Ruaka kuna safina munafaa muingie. Ndio maana Yesu alisema katika Mathayo 24 mstari wa 45, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu ambaye bwana wake akikuja atampata akiwapatia watu chakula cha wakati. Chakula cha wakati ni neno la Mungu, lakini katika kipindi chake inaitwa present message. Sikieni, mkienda makanisani, ujumbe wa kuhubiriwa kwamba utanunua gari, utabarikiwa, watoto wako watajenga, watoto wako wataenda shule nzuri, ujumbe huo sio ujumbe wa wakati. Na watu wa hapa Ruaka wanaenda makanisani kusikiliza ujumbe huo. Wakati Mungu amepeana ujumbe wa wakati wake, wanadamu hawataki kusikia. Ujumbe wa wakati ni ujumbe wa hawa malaika. Kwa nini malaika hawa ni watatu wala sio wanne? Kwa nini malaika hawa ni watatu na sio wanne? Ni kwa sababu Yesu alisema kabla ama wakati ukikaribia wa Yesu kurudi, dunia hii
itafanana na wakati wa Nuhu. Kwani wewe Nuhu, ulipoambiwa utengeneze safina, uliambiwa utengeneze safina ya ghorofa ngapi ili iwaokoe wanadamu? Maana ujumbe huu ndio utakao waokoa watu wa Ruaka leo hii. Mwanzo 6 mstari wa 14. Sikiliza, ujumbe utakao waokoa Ruaka, watu wa hapa Ruaka ni huu. Unafanana na safina ambayo Nuhu aliambiwa atengeneze. Sikia safina hiyo. Mwanzo 6:14. Soma. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Sasa Nuhu akaambiwa utengeneze safina, na safina hiyo iwe ya mti wa mvinje. Mwanzo nikiambiriria 6 muhari wa 14 akirwo uthondeke safina, na safina hiyo uhuthire muti huo unaitwa mti wa mvinje. Alafu inasema fanya na nyumba ndani ya safina. Alafu uweke nyumba ndani ya safina hiyo. Uifunike ndani na nje kwa lami. Tena uifunike ndani na nje ya safina hiyo kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya. Nuhu thikiriria. Nuhu akero niguo guthondeka safina ino atia. Nakumbuka tunaangalia habari za mwanamke yule. Kwa hiyo unifuatilie kwa makini. Ukikosa kuelewa hii, tukiingia kwa yule mwanamke hautaelewa. Hebu soma. Mikono 300 urefu wa safina. Mikono 50 ya upana wake. Na mikono 30. Inasema na mikono 30 kwenda juu kwake. Alafu uifanyie safina mwangaza. Alafu ukaimalize juu ya kiasi cha mkono mmoja. Uikere safina udheri. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Na mlango uikere umwe tiere. Mlango ni mmoja na uweke hapa kwenye ubavu. Kwa hivyo safina ikikaa hivi, aweke mlango kwenye ubavu. Ukaifanyie dari 3. Leo Dikiriria. Ado maaruku Ruaka wengi hawajui Kiswahili sanifu. Wakati Biblia inaposema uifanyie safina dari 3. Ukisoma Kizungu ni storage. Goroba. Uthondeke safina ya goroba sigana 3. Mungu akasema. Kumbe hangesema 2 wala 4. Kwa nini? Yesu alikuja akasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa 2026 tukimngojea Yesu. Umesikia? Kumbe sasa ujumbe ambao utatuokoa sisi watu wa hapa Ruaka unahusiana na ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu unapatikana wapi? Maana safina ya ghorofa 3 ikaokoa watu wachache. Namaliza kisema ukaifanyie dari 3 ya chini, ya pili na ya 3. Na ya ngapi? Na ya 3. Umesikia? Hakuna ya 4. Kumbe ujumbe ambao utakaookoa watu hapa Ruaka ni ujumbe wa hawa malaika watatu. Ujumbe huu unapatikana wapi ndani ya Biblia? Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 6. Soma. Inasema Ufunuo 14 mstari wake wa 6. Hebu soma. Kisha nikaona malaika mwingine akisemaje? Akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Kumbe ujumbe ambao hawa malaika wako nao ni ujumbe wa milele, ni injili ya milele. Unajua watu mvua tena sana. Hai. Ujumbe ambao Mungu alikuwa amepea hawa malaika ni injili ya milele. Ni injili ya milele. Injili ya milele. Injili ya milele. Vizuri. Asante. Na kabla by the way hatujaendelea na hii, ingekuwa vizuri tuombe ili kwamba tuweze kuanza sasa mkutano. Kwa hivyo tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru na kulihimidi jina lako.
tumekuja mbele zako tena katika kipindi hiki cha jioni, ili kwamba tuweze kuwaonyesha watu habari za malaika watatu wanaowaita watu kumsujudia Mungu wa pekee wa mbinguni, na pia kuwaita watu watoke Babeli. Ujumbe huu shetani anatumia mbinu zote kwamba usiwafikie watu wa ulimwengu, lakini wewe, kwa sababu wewe ndiye uliyetumana na ukapeana ujumbe huu, tunaomba tu kwamba ukaweze kuuongoza nasi ukatutumia kama chombo, na kama ni mapenzi yako ujumbe huu ukaweze kufika hapa Ruaka. Tunaomba ukashikilia anga pia na mitambo, ikiwa ni mapenzi yako leo hii tuweze kueleza habari hizi, ili hapo kesho na kesho kutwa tuweze kukuja na ujumbe ambao ni mwingine, lakini unaohusiana na watu kuitwa kutoka Babeli. Jina lako litukuzwe kuanzia sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Amina. Amina. Vizuri. Kwa hivyo sasa tunaanza. Hebu enda katika Ufunuo 14 mstari wa 6. Revelation koguorerio 14 muhari wa ithatha tutuigue. Araika ya gaturi marahana na thabina ya ghorofa ithatu. Sikiliza usikie. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Akasema kwa sauti kuu, yaani kwa sauti kuu. Wa kwanza akasema kwa sauti kuu, akasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Umesikia? Biblia katika ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ndio unafaa uhubiriwe leo. Kienda kanisani ambao hakuhubiriwi ujumbe wa malaika watatu, hapo unadanganywa, kwa sababu huu ndio ujumbe wa wakati wetu. Inaitwa present message. Ni hii ujumbe wa wakati. Ujumbe wa wakati. Nimekusomea Mathayo 24 verse 45. Mtumwa mwaminifu analisha watu chakula cha wakati. Chakula ni neno la Mungu. Sikia. Akawaambia, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Alafu msujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza unawaita wanadamu wote kumsujudia Mungu aliyeumba. Ndio maana tunaita Waislamu, tunawaambia Allah subhanahu wa ta'ala sio Mungu aliyeumba. Wachaneni naye, mumurudie Mungu wa pekee wa kweli aliyeumba, ambaye ako na mwanawe anaitwa Yesu Kristo, Jesus Christ, Son of God. Waislamu, Wahindi, Wapagani, hata Wakikuyu wa huko Kirinyaga, kuna wengine wanasema gari ya Kirinyaga ndio sasa tuipelekee magogona. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, Ibrahim, Isaka na Yakobo, huyo ndiye Mungu aliyeumba dunia hii. Watu wanaitwa kumwabudu yeye na kumsujudia yeye. Sasa ujumbe wetu sasa uko hapa. Hapa ndio tunaingia hapa. Ujumbe wa malaika wa pili, soma Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 8. Sema. Inasemaje? Kisha mwingine malaika wa pili. Mwingine sasa malaika wa pili akafuata. Akasemaje? Umeanguka Babeli. Umeanguka Babeli. Mji ule ulio mkubwa. Ati umeanguka nini? Babeli. Babylon is fallen. Hiyo ndio message ya siku ya leo. Babylon is fallen. Na watu wanaitwa watoke kutoka kwa Babylon. Watoke kutoka kwa Babylon. Huo ndio ujumbe ambao tumekuja nao leo hii. Na japokuwa tumekuja nao jana, tukawaambia watu, ukiambiwa utoke Babeli, usije ukasema unahukumiwa. Tukaambia watu hivyo, maana hapa kuna ghadhabu ya Mungu inakuja. Sisi tumeambiwa tu tuambie watu watoke hapo Babeli. Ndio sisi wale pale tunaambia watu, kujeni kwa Yesu, tokeni Babeli, kwa maana mkibaki Babeli hasira ya Mungu inakuja kwa haraka. Nafikiri hiyo tushawaambia watu. Kwa hiyo wanajiandaa kutoka Babeli. Sasa tukauliza, Babeli ni nini? Tukaona Babeli ndani ya Biblia kuna Babeli tatu. Ndani ya Biblia kuna Babeli tatu. Na Babeli tatu ndio tuelewe Babeli ya tatu ni gani, ambayo watu wa leo
wanaambiwa waitoke na watoke hapo. Tukasoma tukaona ni mwanamke ambaye amekalia mnyama mwekundu. Huyo ndiyo Babeli mkubwa, mama wa makahaba. Lakini ndiyo tumujue, tukasema ni vizuri tujue Babeli za kwanza 2, ndiyo tukifika Babeli ya 3 tumuelewe mwanamke huyo. Jana tukaguzia Babeli ya kwanza ya huyu mtu. Huyu mtu hatukumaliza habari zake, lakini tuliona mtu huyu, napeana summary sasa. Mtu huyu anaitwa Nimrodi. Nimrodi ndiye alikuwa wa kwanza kutengeneza seti. Huyu anaitwa Nimrod. Nimrod tuliona alitengeneza seti na akatengeneza kitu inaitwa tawa. Na ajenda za Babeli zote zinakuanga similar, yani zinakuanga same. Ajenda ya Nimrodi, kiongozi wa Babeli ya kwanza, ilikuwa ni kuunganisha dunia, unify the world. Ndio hata leo unasikia dunia inatakikana iungane. Ajenda ya pili ya kiongozi wa Babeli ya kwanza anaitwa Nimrod ilikuwa wawe na one mission. Tulikasoma jana katika kitabu cha Mwanzo 11, aliwaambia watu watengeneze mnara wajijengee jina. Kumbe kiongozi huyu Nimrodi alitaka kuabudiwa, worship. Ajenda ya tatu ya Babeli ya kiongozi wa Babeli aitwaye Nimrod, walikuwa wawe na one leadership. Unaona kiongozi huyo anaitwa Nimrod ndiye aliwaongoza watu kutengeneza mnara huu, one leadership. Kumbe leo hii wanadamu pia wanaambiwa lazima tuungane, tuwe na one world order and government. Tukaona jana pia mtu anaitwa Nimrodi, maana yake ni mtu wa kuasi, ni mtu wa kuasi. Tukaona jinsi mnara huo ulivyoharibiwa, na tukaona Mungu hapendi Babeli. Babylon siku zote ina provide a way to heaven, lakini under human leadership. Tukaona njia pekee ya kwenda mbinguni ni kupitia Yesu Kristo. Tukasoma Ufunuo ama Yohana Injili 14:6 kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Tukaona Babylon inawaita watu kuungana katika uasi, unity in rebellion, lakini hawataki unity in Christ. Hata leo hii Babeli ya 3 hivyo ndivyo itakavyofanya. Babeli ya 3, sikiliza. Babeli ya 3 Babeli ya 3. Sawa. Vizuri. Sikia. Sasa Babeli ya 3 kitu inafanya, it calls people to unite in rebellion. Hata hii ya 3 hivyo ndivyo itakavyofanya. Hiyo ilikuwa Babeli ya kwanza. Sasa jana kuna kitu ambacho hatukuambia watu. Unajua watu wanafikiria ni mchezo. Hii ni Tower of Babylon ilitengenezwa na Nimrod. Mnara wa Babeli. Ukienda huku kule kunaitwa Strasbourg, Germany. Kule mnasemanga Bayern Munich huko. Ukienda huko Strasbourg kuna parliament ya Europa. Europe ni continent, iko na mataifa zaidi ya moja. Kama vile Afrika kuna Kenya, Uganda, Tanzania, Senegal, South Africa na Algeria na hizo nchi zote. Sasa Europe kuna nchi za Europa, kuna France, kuna England, kuna Italy, kuna Germany. Sasa wako na union yao, European Union. Wametengeneza parliament kama hii. Wao usije ukafikiria mwenye aliambiwa ajenge hii, architect mwenye alisema ajenge hii, usije ukafikiria ati ni kwamba hajielewi. Unaona alifikisha hapa, hii nyumba inakaa nusu. Hii nyumba sio nusu. Hii nyumba inafanana na nyumba iliyoongozwa na Nimrod. Yaani tower inafanana. Unaona hata zinafanana. Kumbe Nimrod bado kizazi chake ama spirit yake ya kuunganisha watu inaishi mpaka leo. Wanataka kujenga mnara wa Babeli. Sikiliza.
Kitu sasa cha kushangaza nataka niwaambie leo kuhusiana na mtu huyu. Hatutasoma kwa sababu nataka niingie Babeli ya pili. Huyu ndiye Nimrod. Nimrod alikuwa mtu mbaya sana kuliko wanadamu wote katika dunia hii. Nimrod ndiye mtu pekee alioa mama yake. Waisikia hiyo? Mtu wa kwanza. Hata sijui kama kuna mwingine, lakini huenda wakawa. Lakini huyu alioa mama yake Nimrod. Mama yake anaitwa nani? Anaitwa Semiramis. Ndio yule. Sikia, huyu mtu ni wa ajabu huyu. Huyu ndio huyu akiwa mtoto huyu. Huyu ni nina. Akura huyu akineneha. Akilia hinya. Kwa hivyo kinaletwa muidaji. Akawa ndiye huyu sasa. Akaoa mama yake ndiye huyu. Nimrod ni mtu wa ajabu. Ndio ninakwambia uelewe vile Babylon zinafanya kazi. Babylon ya kwanza ni hatari. Kwanza kwa habari za kuoa usicheze. Nitakapofika sasa Babylon ya tatu nitakuonyesha. Si nimesikia fununu wale watoto ambao wamechoma shule kule wanaitwa Nakuru. Si nimesikia ni watu ambao wako na habari za lesbianship. Si nimesikia hao watoto wako namna hiyo. Maneno ya leo ni watoto wasichana wanafanya ushoga. Lakini nasikia katika habari zao, katika kuangaliwa kwao, wao wako na hiyo tabia. Spirit hiyo ni spirit baya. Spirit kwanza ya kutooa na kuoa vibaya. Kama huyu unasikia kuna wale wanaoa wanaume wenzao. Sasa huyu ni alienda zaidi, akaoa mama yake huyu. Huyu naye alikuwa mtu ambaye, huyu mwanamke naye hata ndiye usiseme hata heri huyu. Maana sasa wewe kama ni mwanamke utakubali aje kuolewa na mtoto wako? Alishajua. Huyu sasa wakati huyu alikufa, maana huyu Mungu alikasirika na yeye akamuua, yani akafa huyu. Sasa huyu Nimrod akafa. Sasa huyu leo sitaki kusoma mambo mengi, lakini nataka niwape historia. Huyu naye alipobaki peke yake akaenda akafanya uasherati huyu. Uasherati. Nakumbuka huyu alikuwa king, yani mtu mkubwa sana, anaheshimika. Sasa huyu mke wake ambaye pia ni mama yake, baada ya yule kufa, huyu akaenda akafanya uasherati, uzinifu, umaraya, akihura umaraya huyu. Ahura umaraya, akigiaga kapata mimba. Mimba yenyewe watu wakashangaa, sasa wewe umetoa wapi mimba wakati mume wako alikufa? Akawadanganya kwamba mimi kweli nilipata mimba, lakini mimba yenyewe imekuja kwa njia yenye siyo ya kawaida. Akaulizwa aje? Akaanza kuwadanganya kwamba huyu alipokufa alienda kwa jua. Huyu alienda kwa jua na hakuaga. Nasikia hiyo? Na sasa jua likamumulika huyu, akapata, yani hiyo miali ya jua ikamumulika, akapata mimba. Mtoto mwenye kuzaliwa anaitwa Taamuzi. Alizaliwa tarehe 25 Disemba. Ndio kusoma habari hizi, soma kitabu cha Yeremia na Ezekieli, utaelewa hii. Huyu Semiramis na Taamuzi. Lakini hiyo hata sio hoja yetu. Mimi nataka usikie, maana kazi yetu leo tunataka tuangalie Babeli ya pili na ya tatu. Na leo watu wote ambao wako na ibada ya Utatu Mtakatifu kanisani ilianza hapa. God the Father, huyo ni Nimrod. God the Son, huyu Tammuz. God the Holy Spirit ni huyu Malikia huyu wa mbinguni, anaitwa Semiramis. Mimi nitakuonyesha habari hizo, tutasoma vitabu, utaelewa. Lakini nataka leo niingie katika Babeli ya pili duniani. Maana jana tuliangalia Babeli ya kwanza, leo tuangalie ya pili. Halafu muda ukituruhusu niwaonyeshe Babeli ya leo ambayo Mungu anasema mtoke leo kwake. Babeli ya pili inapatikana wapi? Moja kitabu cha Danieli, soma. Danieli 1:1. Hebu soma. Maandiko inasema,
Danieli 1:1, katika mwaka wa 3. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu. Wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda. Nebukadneza mfalme wa Babeli. Ati Nebukadneza mfalme wa wapi? Babeli. Kwa hivyo tumefika Babeli ya pili. Babeli ya pili. Babeli ya pili inaitwa Babeli ya Nebukadneza. Babeli ya kwanza ilikuwa ya Nimrodi, ya pili inaitwa ya Nebukadnezar. Sikia, Nebukadneza na yeye ni mtu wa ajabu. Kwanza, wakati Nebukadneza akiwa hai, kuna siku aliota ndoto. Badala ya aende atafute watu wa Mungu amwambie ndoto hiyo vile inasema, yeye alitafuta wachawi na waganga. Danieli 2 soma mstari wa kwanza. Katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Alafu usingizi wake ukamwacha. Alafu inasema hivi maandiko. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga. Kumbe Nebukadneza alipoota ndoto akashindwa kuitafsiri, aliita waganga na wachawi. Na nani? Na wachawi. Alafu na wahasiri na wasihiri na Wakaldayo. Nasikia huyo ni Nebukadneza. Babeli ya pili ni ya ajabu pia, yeye anategemea waganga na wachawi. Babeli ya pili, sikia, Mungu akakasirika na yeye. Mtoto wake naye alipochukua nafasi akaenda, unaona, kwa hekalu la Mungu, akaenda akachukua vyombo vitakatifu. Ndivyo hivi. Na watu ambao mnakunywa pombe, usije ukakunywa pombe ukajisahau. Sasa huyu alienda akakunywa pombe na vyombo vya kanisa vya hekalu, akakunywa pombe nazo. Tena akaleta wanawake pamoja na yeye wakunywe pombe wakitumia vyombo vya hekalu. Mungu akakasirika, akaandika katika kidole chake kwenye ardhi, Mene Tekeli na Peresi. Babeli ya pili ni Babeli ya ajabu. Sikiliza Babeli hii, hebu tusomee katika Mwanzo 3 ama kitabu kinaitwa Danieli 3. Usikie Danieli 3 mstari wa kwanza. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Sasa hii ndio nataka msikie na muelewe. Mkielewa hii Babeli ya 3 mtajua jinsi inafanya kazi. Sasa Nebukadneza mfalme alitengeneza sanamu kubwa ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Alafu urefu wake ulikuwa dhiraa ngapi? 60. Na mimi nataka msikize, maana Babeli ya 3 itasimamisha sanamu, itasimamisha na itatoa amri kama Babeli ya pili ilivyofanya. Kwa hivyo sikiliza, uelewe Babeli ya kwanza na ya pili vile inafanya kazi, ndio tukifika ya 3 unaweza kuelewa na kupambanua. Maana Babeli zote ajenda zao ni moja na kiongozi wao Shetani. Soma. Na upana wake dhiraa 6. Soma. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Kwa hivyo akaisimamisha katika uwanda, the plain, mahali tambarare. Na sikilizeni, katika Babeli ya kwanza tuliona Nimrodi alitafuta mahali tambarare, inaitwa Shinari, ndio akatengeneza ile munara, ile Babeli ya kwanza. Nimrodi alifanya hivyo. Huyu naye Babeli ya pili Nebukadneza akaenda katika uwanda wa Dura akasimamisha sanamu hii katika wilaya ya Babeli. Katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu. Sasa Nebukadneza akatuma watu, akamwambiaje? Wakusanya maamiri. Akawakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na makari na watunza hazina na mawaziri. Sikiliza, hao watu wote, mpaka kumbuka huyu Nebukadneza ni president, yani ni mtu mkubwa, super power, president wa leo eta watu wa rais. Nataka niseme kasoko wewe na wewe unasema.
Sasa nataka usikie aliwaita nani? Huyu ni kama Donald Trump. Sasa huyu alikuwa mkubwa, akaanza kuwaita watu. Rudia, aliwaita kina nani? Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri, naibu, na maliwali. Unaposikia maliwali ni makansoras, na makadhi. Na makadhi ni watu wa dini. Tunaona hata president wetu akienda function yoyote kama hii ya madaraka, lazima akikuja na watu wa kuhubiri, sio wale watu wa kanisa wanaitwa makadhi na mashehe wa Kiislamu. Akawaita kila mtu, akamuita na watunza hazina, mpaka watu wa finance, wa treasury. Na wauliza nyinyi, minister wa finance wa hapa kwenu ni nani? Badi. Kwa hiyo wakati huo akaita watu wote wa treasury wakuje katika uwanda huu, kwa maana siku hiyo ni ya kuzindua, inaitwa launching ya hii sanamu. Inaendelea. Na mawaziri. Haya, maminista wote wakaitwa. Hapa Kiambu tuko na minister. Hapa Kiambu kuna minister gani? Unajua? Kabogo. Kabogo by the way ni minister wa ICT huyo, akaitwa. Sasa zamani hiyo mawaziri wote wakaitwa na Nebukadneza. Halafu na mawakili mpaka lawyers wanaitwaje? Majudges. Mawakili, majudges wote wakaitwa. Na wakuu wa wilaya zote, hao wanaitwa MPs, wakuu wa wilaya na ma-MCA wote, ili wakafanyaje? Wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Wote wakaitwa ili wakuje wahudhurie katika siku ya kulaunch hii sanamu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Sasa siku hiyo ilikuwa hatari. Nataka usikilize. Tuendelea andiko. Mstari wa 3, Danieli 3. Soma. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina wote wakafanyaje? na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu. Sawa. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndiyo. Wakasimama mbele ya ile sanamu. Watu wote wakasimama mbele ya ile sanamu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Halafu ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema. Sikiliza sasa. Mpiga mbiu ni mtu ambaye ni msemaji wa serikali. Msemaji wa serikali? Na Nebukadneza ndiye president, ndiye mkubwa, ndiye mfalme. Sasa mpiga mbiu ndio akaambiwa apige mbiu. Yaani ni spokesman wa serikali. Kwa Kiingereza inaitwa spokesman. Sasa mimi nataka niwaulize, spokesman wa serikali yenu ni nani? Huyo Isaac Mwaura. Mimi nataka usikie, na mimi sina shida na Isaac Mwaura, ni ndugu yetu mzuri, Mkikuyu mwenzetu tunayempenda sana. Lakini mpiga mbiu wa siku hizi za mfalme Nebukadneza akaambiwa piga mbiu useme hivi. Hebu sikiliza vile alisema. Inasema akisema enyi watu wa kabila zote, na wacheni niwaambie hapa mbele kuna mpiga mbiu atasema kitu, na mtu yoyote atakaye kubaliana na ajenda hiyo ya shetani, maana ajenda ambayo wataipigia mbiu ni ajenda ya shetani, na mpiga mbiu huyo atakuwa, nitakuonyesha mpiga mbiu wa Babeli ya 3. Tukifika hapo nitakuonyesha mpiga mbiu wa Babeli ya 3. Lakini wa Babeli ya 2 alisema, na Babeli zote zinafanya kazi kwa pamoja, yani similar, wako na same agendas. Akapiga mbiu, mpiga mbiu akapiga kelele akasema, enyi watu wa kabila zote, enyi watu wa kabila zote, na taifa na lugha. Kwa hivyo hakuna mtu anaachwa, makabila, lugha, taifa na jamaa. Mmeamriwa hivi. Kumbe ni amri, na Babeli ya 3 inakuja kuweka amri 666. Sikilizeni, ndio maana nawaambia mtulie tu, tutakapofika Babeli ya 3 mtaelewa, maana ni amri itaamrishwa.
Ndio maana nikawaleta kwa Babeli ya pili, muelewe amri vile ilivyoletwa na ni nani kaleta. Maana sio Nebukadneza aliambia watu, alitumia mpiga mbiu. Sasa Babeli ya tatu nitakuonyesha mpiga mbiu wake ni nani, lakini kwanza tuangalie Babeli ya pili. Akasema, enyi watu wote mumeamuriwa hivi aje, wakati mtakapoisikia sauti ya panda, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi nioigwa na zeze akemera ati riria mwaigua biringi karumbeta na biringi cia huho kaundu no nginya mwike na uria kurega gwika uguo ucio egutinangio na ruhiu kana aikio handu haraka na mwaki tanuru ya moto. Hebu sikia, yasema na zomari na santuri, mtakaposikia sauti ya filimbi na zomari na santuri na zeze na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu. Nyinyi wote lazima muanguke na muabudu sanamu hii ya dhahabu ambayo Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na mimi nawaambia hapa mbele kuna amri inakuja kutolewa 666, na Mungu amesema mtu yoyote atakaye inamia mnyama huyo ama ainame na kubali amri ya Babeli ya tatu, yeye naye atachomwa katika moto wa kiberiti. Huo ndio ujumbe wa malaika watatu, na ujumbe huu ndio wa mwisho wa dunia. Sasa Babeli ya pili, Nebukadneza akatoa amri, watu wote watakaposikia filimbi lazima waanguke chini na kuiabudu sanamu hii ambayo mfalme Nebukadneza alimesimamisha. Uendelee usikie. Na kila mtu asiyeanguka. Sasa mtu akikataa kuanguka na kuisujudia sanamu hii na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo. Huyo mtu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Katika tanuru ya moto uwakao. Ndio maana nataka muelewe Babeli ya pili vile inafanya kazi. Maana Babeli ya tatu hapa mbele, mpiga mbiu nitakuonyesha ni nani atafanya hiyo kazi. Na mtu yeyote atakataa hapa roaka, ni hivyo tu, watasema auawe. Sikiliza. Hebu tuendelee mstari wa 5, wa 6 nafikiri. Kwa wapi? Mstari wake wa 7 inasema. Soma. Inaendelea kwanza. Inaendelea ikiisha ikisema. Danieli 3:7 ikiisha. Watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakainama. Rudia hapo. Inasema. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda. Sasa watu wote waliposikia amri ilivyosema, sasa watu waliposikia karumbeta kamepigwa na zeze na santuri na namna zote za ngoma, na inasema aje, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka. Watu wote na mataifa na lugha wakaanguka, wakaiabudu ile sanamu. Sinaona hawa wote wamepiga magoti wanaisujudia. Na hawa watu wote unaona wakipita hapa, wanafikiria hii ni mchezo. Mimi natoa, wanafikiria hizi habari, na wacha niwaambie, watu wengi hawapendi injili hii. Ndio unaona watu wengi waliisujudia. Na leo wakati tunaona watu kwamba kuna ujumbe unakuja leo hii wa kuwaonya watu wasisujudie sanamu 666 inakuja, watu wanaona ni mchezo tu. Ndio unaona wamejaa huko, lakini amri hiyo ikitolewa wote chini. Lakini kuna kakikundi kachache, ndio unaona nyinyi mmesimama hapa, kwa sababu wanaelewa na wanasikia ujumbe huu na wameelewa Mungu hataki watu wasujudie sanamu. Watasikiliza ujumbe huu, wataelewa. Mpiga mbiu atakapopiga mbiu kwamba watu wainamie sanamu, hao watu wachache hawatakubali. Uendelee andiko usikie, ambaye mfalme Nebukadneza aliyesimamisha. Sawa. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia. Sasa kuna Wakaldayo fulani hapa, supervisors. Hawa ni supervisors wa mfalme. Hawa ni akina njini daje mtu, naona watu kama Dennis Itubi sio ndio watu wa hapa karibu.
wanaochunguza mambo. Yao ndio watu DCI. Hao ndio DCI wa mfalme. Sikiliza. Hao Wakaldayo wakamkaribia mfalme, wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi. Kumbe walipoangalia ile amri vile ilivyotolewa, waliona kuna watu wengi wamepiga magoti wanasujudia sanamu. Lakini walipoangalia vizuri, wakaona kuna watu wachache wamekataa. Sasa hawakuja kumwafuata hawa Wakaldayo, masupervisor wa DCI hawakuja kuangalia hawa ama kuwauliza. Walienda direct kwa mfalme kuleta mashtaka, yani kumshtaki, kuwashtaki watu hawa. Wakaenda wakafanyaje? Wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi. Wakajibu. Wakamwambia mfalme Nebukadneza. Sasa hawa DCI wakaenda wakamwambia Nebukadneza mfalme. Wakamwambiaje? Mfalme, wewe mfalme, uishi milele. Ati uishi milele. Si DCI wa leo wanaambia president namna hiyo, hata kama amekosea. Si hata president leo hii akisema Ebola, kituo cha Ebola kiwekwe na nyuki, si watu wanasema wewe mfalme uishi milele? Wewe si wanasema. Tawai, watu hao wanampraise mfalme, lakini japokuwa mfalme amemkosea Mungu. Kwa maana Mungu katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 Mungu alikuwa amesema, alisema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kumbe Mungu alikuwa amekataza mtu kuchonga sanamu, lakini mfalme Nebukadneza akachonga kwanza ya dhahabu. Mungu alikuwa ameikataza. Sasa badala ya hawa Wakaldayo DCI wamwambia wewe umekataa, yani umekataa amri ya Mungu, wewe umemkosea Mungu. Badala ya kumwambia hiyo, wakamwambia wewe mfalme, ulitoa amri ya kwamba uishi milele na uishi milele. Na tena kuna kitu mfalme ulisema, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi. Sasa hawa Wakaldayo wanawashtaki watu ambao waliwaona hawasujudii sanamu. Wakamwambia mfalme, ulisema watu watakaposikia zeze, filimbi na santuri na kinubi na zeze na santuri na zomari na nana zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asianguka na kuiabudu. Kwa hiyo wakamwambia, wewe ulikuwa umesema hivyo, na ukasema pia mtu ambaye hataanguka na kuisujudu hiyo sanamu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha. Sikiliza sasa. DCI wakamwambia mfalme, wako Wayahudi kadha wa kadha. Sasa nyinyi ambao mko hapa, msifikirie ati hii ni mambo ya mchezo. Mkisema hamtasujudia sanamu, vile mnaona mmekubali ujumbe huu na kuusikiliza, lazima mutashtakiwa, mutaudhiwa na wenzeni hawa watawaudhi nyinyi. Wakaldayo wakasema kuna Wayahudi hapa ambao hawakuisikia amri yako. Inasema wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya wa Babeli, na hawa ambao hawajaisimamia sanamu, kwanza wewe mfalme umewapea kazi. Kwanza mmoja wao alikuwa Minister of Finance, anaitwa Danieli. Sikia, yani Shadraka na Meshaki na Abednego. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wamepewa kazi katika wilaya ya Babeli. Watu hawa watatu, mfalme, wewe mfalme, hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako, hawawezi kuitumikia miungu yako, kwa hivyo wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Tulia. Kumbe Nebukadneza na Wakaldayo wanajua sanamu hii ni miungu, sio Mungu wa mbinguni.
Kumbe hata Babeli ya kwanza yaani mtu anaitwa Nimrodi alitaka kuabudiwa kama Mungu. Nebukadneza na yeye alitaka kuabudiwa kama Mungu. Kwa hivyo tutakapoenda katika Babeli ya tatu, tutaona pia Babeli ya tatu kuna mtu anataka aabudiwe kama Mungu. Kama Mungu. Ndio Yesu akasema katika Wathesalonike wa kwanza 2:3 kwamba mtu asiwadanganye. Kwa maana Yesu hawezi rudi mpaka mtu wa kuasi, anayejiinua kuliko Mungu, anayetaka kuabudiwa mpaka afunuliwe, ndio Yesu arudi. Na sisi tumekuja hiyo kazi. Unaona? Na ujumbe huu ndio maana hatuwezi kukuja siku moja, maana hawatu hawezi elewa. Tuko hapa wiki moja na Mungu akitujalia wiki ya pili. Na ujumbe huu usije ukafikiria ni ya mchezo. Ingekuwa tumeweka muziki hapa watu wangejaa. Lakini kwa sababu ujumbe huu unawaita watu kutoka Babylon, unaona watu wengi hawezi kutaka. Lakini kwa sababu watu wanasikiliza, hebu sikia. Wakamwambia mfalme, endelea tusikie. Inasema Nabii Nego, watu hawa watatu sasa, mfalme, hawakukujali wewe hawakukujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi sasa Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu. Sasa Nebukadneza aliposikia kuna watu hawataki kuabudia ama kuabudu sanamu yake, akatoa amri tena kwa ghadhabu. Hata leo hii ukiangalia vile watu ambao wanachallenge president ama wanachallenge marais wa dunia hii vile wanavyotiritiwa, sio mchezo. Sasa watu hao Nebukadneza akasema waitwe wakuje. Inasema waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akasemaje? Akawaambia, Shadraka na Meshaki na Abednego. Sasa Nebukadneza mfalme akaambia watu hao watatu, wewe Shadraka, Meshaki na Abednego, je, kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala hamsujudia sanamu ya dhahabu? Soma vizuri. Inasema, je, Nebukadneza akawaambia, wewe Meshaki, Shadraka na Abednego, ni kwa makusudi, soma, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu. Unasikia? Nebukadneza akawauliza hawa watu watatu, nini mulisikia kile nilisema? Ni kwa makusudi kwamba hamutaki kuisujudia sanamu niliyoisimamisha? Ni kwa makusudi. Yaani unajua hakutaka kupata rumors. Akawauliza, is it by deliberate? Yaani mmekataa kuisujudia sanamu yangu deliberately, yaani kwa makusudi. Kikuyu utasemaje sasa? Niuturika anoya ataturi, niuturika mwinaguo inyui, niuturika mwinaguo kinya mutirenda kuinamirira mukiana uyu uria ndugamitie. Niuturika mwinaguo, sikiliza usikie, wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha. Koguo niuturika mwinaguo mutirenda kuinamirira muhiana uyu. Basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Na akaendelea kuongea mfalme Nebukadneza, akawaambia, sasa mtinachokeria kana niuturika mwinaguo. Sasa mtakaposikia tena zeze, santuri na nyimbo na filimbi na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudu, ni lazima muanguke na muisujudu sanamu hii, sanamu niliyoisimamisha. Sawa, ni vema. Bali msipoisujudia, na akawaambia msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo. Ninyi watu watatu nitawatupa saa hiyo hiyo katika tanuri wakayo moto. Umesikia hiyo? Kabisa. Inasema aje, naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi? Kumbe Nebukadneza anajua kuna Mungu wa mbinguni ambaye ana uwezo wa kuwaokoa, lakini anawauliza, ni nani Mungu wenu nyinyi
ambaye anaweza kuwaokoa nyinyi kutoka kwangu. Umesikia? Na mikono yangu. Endelea. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu. Sasa hawa vijana watatu ni utulika mwena guo. Sikiliza vile walijibu. Inasema wakajibu. Wakasemaje? Wakamwambia mfalme, aje, Nebukadneza, ewe Nebukadneza, hamna haja. Ati hamna haja kukujibu katika neno hili. Kukujibu katika neno hili hamuna haja. Sikiliza. Hawa vijana watatu hawakuogopa. Wakaambia mfalme, kwanza sisi kana ni uturika, hatuna haja kukujibu katika neno lako. Inasema kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa. Na kama umesema tunatupwa katika tanuru ya moto, sisi Mungu wetu anaweza kutuokoa. Aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na mkono wako. Mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako. Kwa hivyo hawa vijana watatu wakamwambia mfalme, hata kama ni hivyo, hata kama Mungu wetu hatatuokoa, sisi hatuwezi inabia sanamu. Umesikia? Na nawacheni na waandaa, kwa sababu tufikifika Babeli ya 3 666. Kwanza Biblia inasema 666 watakapotangaza hivi, wote hakuna mtu ataruhusiwa kuuza na kununua. Wewe niambie kama utakaja mpaka ujipange. Wewe unafikiri hawa walisema hivi wakiwa wanataka maisha yao na wameambiwa watatupwa? 666 hapa mbele yakuja kutangazwa, nitawaonyesha ni gani. Sikia. Na mtu yote atakayeinamia, huyo atauawa na Mungu, lakini ataishi maisha mazuri hapa, watanunua na kuuza. Lakini mtu yote atakaye kubali mambo ya Mungu, akatae hiyo, yeye ni kifo. Serikali ya leo, haswa mfalme ama Babeli ya 3, itatangaza kifo kwa hao watu. Ndio maana nakwambia uwe makini. Na ujumbe huu sio waoga. Wewe unafikiri sisi vijana tu tuchukue maspika haya hivi, alafu tuongee mambo kama haya pakiwa na uoga? Kwanza tukifika Babeli ya 3 ndio ushike mshipi, utikaze mshipi, maana hapo kibarua kimejaa. Hebu soma. Inasema Danieli 3. Soma. Mstari wake sasa ni wa 17. Soma. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Wewe usifikiria ati Nebukadneza aliwahurumia. Sikia. Naye atatuokoa na mkono wako. Soma 20. Inasema hivi, kisha akawaamuru baadhi ya watu. Sasa Nebukadneza akaamuru baadhi ya watu, mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka. Sasa hawa vijana watatu, kwa sababu wamekataa amri ya mfalme Nebukadneza, mfalme akaita sasa wale KDF cadet, wale ambao ni mashujaa wa jeshi lake, akawaambia wafungeni. Walimu wale wanaitwa Rekeswood. Wakaambiwa nini? Kwa sababu hawa watu hatutaki wapotee, hawa watu kwanza wafungwe, halafu mashujaa wa jeshi langu Rekeswood wawafunge, halafu wawatupe katika tanuru iwakayo moto. Sikia. Inasema wakuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego, na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Sawa. Basi watu hao wakafungwa, bali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao. Sawa. na mavazi yao mengine. Ndio. Wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali. Amri ya mfalme ilikuwa ni kali. Kumbe hata Babeli ya 3 itakapotoa amri, tafadhali haitakuwa ya mchezo. 13:18 mwalimu wangu. Soma. Hapa ndipo penye hekima. Ama tuanze 17. Tuendelee tu. Inasema tena kwamba mtu awaye yote. Sikilizeni sasa. Babeli ya 3, na mimi nataka kusikiliza mpaka tutakapofika Babeli ya 3 kabisa. Babeli ya 3, sikiliza, nakupa highlight. Yaani na kuingiza tu kidogo, alafu turudi Babeli ya 2. Babeli ya 3 inapatikana katika kitabu cha Revelation. Ufunuo kuguorerio, adu matiro mako kuguorerio. Leo ifukuri yako kuguorerio, pikirerio ile mfalme. Ama Babeli ya 3 bila itasemaje?
Inasema Ufunuo wa Yohana tena kwamba mtu awaye unasoma wapi? Ufunuo wa Yohana 13:17. 13 mstari wa 17. Koguoreria 13 17 na 18. Kirelia Tena kwamba mtu awaye yote, mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Kumbe amri ya Babeli ya tatu ni kali, itakuwa kali kama Babeli ya pili, kwamba mtu asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile. Nasikia ungabuvyo na umenye wewe sikiliza, sio mchezo. Amri ya tatu ni hatari, yaani amri ya Babeli ya tatu ni hatari. Hebu soma. Inaendelea kusema hivi Danieli 3. Basi watu hao sasa wakafungwa. 22 inasema aje, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika. Sikia sasa. Kwanza hii tanuru ambayo ilikuwa inawaka moto, Nebukadneza alisema moto uongezwe mara 7. Sikia. Walipowekwa hivi, Reke Squad walipowarusha hivi, Mareke Squad wakiwa huko juu, kwa sababu tanuru hii ilikuwa na moto sana, kwanza ikawachoma hawa. Sasa wewe niambie hawa wakifika chini kama watabaki kitu. Maana hawa ambao wako huku juu, Mareke Squad wakiwaeka hapa chini, washakufa. Wote wakachomeka, wakakufa. Kwa sababu ilikuwa ngumu hata kukaribia hapa kwenye surface hapa. Ilikuwa ngumu. Lakini kwa sababu lazima wangetupwa ndani wakiwa wamefungwa, Mareke Squad wakakuja nao mpaka hapa. Walipowarusha, moto ukawa unaruka. Unaona vile unaruka kama maji. Ni moto unaruka. Ukawachoma watu hao wakafa. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa. Wakaanguka mpaka huku chini hali wamefungwa, katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndio maana nawaomba watu wa hapa Ruaka, muwe waaminifu kwa Mungu. Maana amri inayokuja sio ya mchezo. Watu waaminifu kwa Mungu tu, hao ndio watakuwa katika hali nzuri, na ni lazima ujiandae. Ndio maana nataka niwaelekeze hii, tukifika Babeli ya tatu hivi, maana hapo ndio kwenye kibarua nitakuonyesha habari za Ebola, habari za na wewe kama ulidugwa COVID-19 vaccine. Kwa hivyo tunaendelea vizuri, sikia. Na mimi nataka mwalimu tuharakishe kwa sababu ya muda. Nataka niwaguzie watu mpaka Babeli ya tatu ili tusije tukakosa time ya kuwafundisha watu hao. Sikiliza, nataka tuende polepole watu waelewe. Na hii inaitwa, Yesu alisema endeni mukawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Unajua vile vitu zinaendelea makanisani ni mahubiri yasiyokuwa na sababu. Yaani sarakasi tu. Watu wanaongea vitu ambavyo hata haziwezi kukuza wewe, sio za wakati. Unabaki Mkristo lakini Mkristo ambaye haelewi chochote. Sikilizeni injili kama hii, itakuelekeza kujipanga wakati wa mwisho wa dunia. Sikia. Inasema hivi 25. Danieli 3:24 nzuri. Soma. Ndipo Nebukadneza akastaajabu Nebukadneza. Akainuka kwa haraka. Sikia. Sasa mfalme alipoona watu wake Reke Squad wamechomeka, akastaajabu. Hata wewe najua umestaajabu kabisa. Akastaajabu kabisa. Tena akaamuka kwa hasira. Angalia. Sikia. Na watu sijui wanakuwa na roho ngumu namna gani. Unaona watu mpaka leo hii unasikia watu hawataki Ebola iletwe Kenya, lakini watu wanasema lazima iletwe. Hao watu wakubwa hao hawana mchezo. Sijui ni roho ngumu ama ni nini. Nebukadneza aliona watu wake wamekufa. Sikia, akainuka kwa hasira. Akasemaje? Akainuka kwa haraka. Akanena. Akawaambia mawaziri wake. Akaambia nani? Mawaziri. Sikia, akaambia mawaziri wake. Hatukutupa watu watatu. Sikia sasa. Nebukadneza akiwa mbali akauliza sasa mawaziri, si tulitupa watu watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, hali wamefungwa katikati ya moto? Tena si tuliwatupa wakiwa wamefungwa? Ndio.
katika tanuru iwakayo moto. Wakajibu wakasemaje? Wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Ni kweli mfalme, tulitupa watatu. Mfalme akajibu akasemaje? Tazama. Sikia sasa, tazama mimi naona watu 4. Sikia sasa. Hii ni hatari. Nebukadneza akasema sisi tulitupa watatu, sasa mimi naona 4. Akachanganyikiwa. Kwa nini anachanganyikiwa? Hebu soma. Nao wamefunguliwa. Tena hao 4 wamefunguliwa. Halafu wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara. Tena hawachomeki. Na mfalme Nebukadneza alikuwa ana expect hao wakiwa chini wachomeke waishe kabisa. Sasa anashangaa. Sasa kwanza tulitupa watatu, sasa tunaona 4. Sikia. Ibada imesimama. Inasema aje? Na sura yake yule 4. Hayai. Sasa sura yake yule 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Umesikia? Ni mfano wa mwana wa Mungu. Na mimi nataka niwaambie watu hapa, wale watu ambao, maana amri inayokuja kusababishwa na Babeli ya 3 ni hatari, lakini wale ambao watakuwa waaminifu, mfano wa mwana wa Mungu ucio ni Jesu Kristo mwana wa Ngai, ucio niwe ukuhonokia andu acio. Fikiriria. Na tulimeona hawa watu wote hawa ambao walikuwa hapa juu, hawa hata hawakutupwa kwa tanuru ya moto hawa kwa sababu walisujudia sanamu ya mfalme, si ndio? Lakini wote, wakati Yesu atarudi, atawachoma wote kwa moto wa Mungu. Sasa wewe niambie, waliogopa moto wa Nebukadneza, wote hawa watachomwa na moto wa Mungu. 14:8. Soma 14:9. Ufunuo Yohana 14:9. Watu wote watakao kubali kuisujudia sanamu na mnyama. Kwanza hii yenye inakuja kuwekwa na Babeli ya 3. Sikiliza. Yeye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Wote watakao kubali hii ambayo inakuja kuwekwa pamoja na hawa watakunywa katika ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, halafu katika kikombe cha hasira yake. Nao atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu. Hawa waliogopa moto wa Nebukadneza. Sasa watachomwa na moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Na mbele za nani? Na mwanakondoo. Na mbele za mwanakondoo. Yaani Yesu akiwa amesimamia hivi, wachomeke waishe. Ndio maana nawaambia msiogope hii. Hawa watatu hawakuogopa ya huyu kabisa. Ndio maana Yesu akaja akawasaidia. Kwa hivyo nisifuatilie kwa makini, maana Babeli ya 3 itakapoweka amri ni hatari. Sikia. Kumalizia andiko tusikie. Danieli 3. Mstari wake ni wa 27. Na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakaona watu hao, wakaona pia hao wakashuhudia ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu. Moto ule ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, hata nywele wala suruali zao hazikubadilika. Sikia sasa. Wala harufu ya moto, hata harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Sikia hiyo. Kwa sababu ukiwa mwaminifu kwa Mungu, hapo ndio utakuwa uko sawa. Sasa sikiliza, mimi nataka tumalizane na Babeli ya 2. Ndio. Kwanza Mungu alikasirika na huyu Nebukadneza kwa sababu ya kujiinua na kutaka kuabudiwa. Akapelekwa msituni huyu mtu, akakula nyasi miaka 7 years, akakula nyasi. Huyu mtu akamea manyoya. Sasa kwa sababu pia nakumbusha kwa sababu ya muda, lakini nataka msikie. Nataka niguse Babeli ya 3 hata hivyo. Sikia.
Huyu mtu na usiende kabla tujaangalia Babeli ya tatu, maana ndio inaangalia, ndio imejaa. Yaani hiyo ya tatu ndio inakuja. Kwanza marais wote wa dunia leo hii wanamfanyia kazi Babeli ya tatu, maana ndio inaandaa watu kusujudia mnyama na kupokea 666. Babeli ya pili iliisha namna gani? Mungu alikasirika na huyu mtu, akaenda akala nyasi miaka 7, akamea manyoya huku kwa mikono. Kwanza unaona hizi kucha zilikaa kama za ile unaita nini? Mwewe. Anaitwaje kwa Kikuyu? Mwewe. Hogo. Napenda kuku sana. Hogo huyu unaona kucha zake zilikaa za hogo huyu. Miaka 7 alikaa mnyama kwa sababu ya kufanya hivyo. Sikilizeni, Babeli ya mwisho. Babeli ya mwisho duniani. Babeli ya mwisho duniani ni Babeli hatari. Babeli ya mwisho. Naomba huyu mtu asije akavuruga mkutano tafadhali. Tumefika mahali ambapo ndio asikunywe pombe aka. Alafu hiyo speaker angalia asije akaangusha. Asikai karibu na speaker. Tafadhali tu. Anatamani asikie. Hauwe kugagira abu ati ugere hau. Todoruni anywire johi anitio uteibekate. Lakini Mungu amsaidie sababu pombe nayo. Na watu wa hapa Kiambu haswa Rwaka ado tutikane na johi todo. Netoishi we mureu. Netoishi we mureu ndungijita. Na leo wakakunyita alama ya mnyama itawekwa wewe ukiwa mureu. Sasa ukiwa mlevi utaelewa hata ni kitu gani inaendelea. Hauna maandalizi kabisa. Utakuwa tu na wewe ni mtu wa kukanyaga tuweke. Alafu utaabudu. Wakati Yesu anakuambia ulisujudia sanamu, hata sanamu yenyewe hujui. Una habari. Kwa hivyo usije ukalewa ukapata habari kama hizo zimekuisha, zimekumaliza. Babeli ya tatu. Babeli ya tatu. Babeli ya tatu duniani ni mwanamke huyu. Huyu mwanamke nataka tumuguzie. Mwanamke huyu ndiye Babeli ya tatu. Mwanamke huyu ndiye atakayetangaza sheria na amri iliyo kali kama ya Nebukadneza. Mwanamke huyu ni nyina wa maraya huyu. Na tena ndirauga nikiredia Biblia kuguurerio 17 Revelation chapter 17. Usome mstari wa 3 usikie. Huyu ndiye Babeli ya tatu. Tena ndiye mubaya zaidi huyu mwanamke. Sikia. Akanichukua katika roho hata jangwani. Na hapa tutakuwa 1 week, na ikiwa ni mapenzi ya Mungu tutaleta mpaka next week tukiwafundisha watu. Tunaenda polepole watu waelewe. Maana hizi ni habari za mwisho wa dunia na ni lazima watu waelewe. Na Mungu amesema watu wafanye maandalizi. Huu ndio ujumbe wa wakati wetu. Sasa nawauliza. Mimi nataka niwaulize watu wa leo, kama tukiweka muziki hapa, moyo Yesu, moyo, si watu wote hawa wanajua hiyo. Hata walevi wanajua Yesu wako hai. Hakuna mtu hajui hiyo. Kwa hivyo hiyo sio injili ya leo ama injili geni. Ndio maana Yesu akasema ni lazima kuwe na mtumwa mwaminifu ambaye Yesu akirudi atapata akiwapatia wanadamu ama washiriki chakula cha wakati, neno ya wakati. Na ujumbe wa wakati wetu ni huu, hakuna mwingine. Kuguurerio na andu aguko Rwaka muno ahujia matirahuja kuguurerio tondu matiui ona matiramenya niki kibagitwo. Lakini ukielewa mwanamke huyu, sikia tunamsoma sasa. Revelation 17 verse 3 anza. Akanichukua katika roho. Sasa huyu kwanza nikupe utangulizi kidogo. Aliyeonyeshwa hii kwanza alionyeshwa katika vision. Anaitwa mtumishi wa Mungu Johana wa kuguurerio. Niwe onirio nitoici. Na kamwiria onetio naona mnyama huyu. Watu ambao walikuwa hapa juzi tuliwaambia mnyama huyu sio mnyama. Kwanza ako na vichwa 7 na ako na pembe 10 huyu mnyama. Na huyu mnyama usije ukafikiria ni mnyama. Hii ni mifano tu. Huu ni ufalme wa 4. Ufalme wa Kirumi. Na ufalme huu ni mbaya. Herode aliposikia habari kwamba Yohana anaonyeshwa mambo na Mungu, alimchukua akaenda akamtupa kwa Ireland.
Ngona irio rere hanaga iria nĩ ũkoraga handũ gacigĩrĩra hena mahiga ta maya. Johana agĩthiĩ agĩikio hau na mbũti ciothe cikiehera, either akuĩre hau kana arĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka akorwo kwĩna cio hau. Wakamweka hapo. Johana akakaa hapo akingojea kukufa. Kabla hajakufa, Mwalimu Yohana 1:9. hebu soma hiyo. Mimi Yohana, Ufunuo Yohana 1:9 inasema, mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Na nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo. Umesikia? Kwa kisiwa la Mungu. Kisiwa kiitwacho Patmo. Alitupwa katika island inaitwa Patmos. Akatupwa hapo. Sasa siku hiyo akatokewa na Mungu, akamuonyesha mambo haya ambayo yatatokea 2026 mpaka mwisho wa dunia. Haya. Sasa tunataka tusome ni nini alionyeshwa. Soma sasa 17 mstari wa 3 tusikie. Akanichukua katika roho. Wewe usiende hata kabla hujajua hii. Maana usipojua hii, wewe utakuwa ni Mkristo tu wa kuubudu. Hakuna haja ya kusoma. Na ujumbe huu si wa dhehebu fulani, maana wanadamu wote wanaitwa kwa sababu waliumbwa na Mungu. Wewe ni Muislamu, kwanza Qur'ani haijui kitu kama hii. Haina chembechembe yote ya unabii, haijui. Kwa hivyo Waislamu pia tunawaita kwa upendo, wasikilize ujumbe huu, waelewe ni nini ambayo dunia inangojea. Maana Mungu ameandika yote ndani ya Biblia. Ndio maana kile chote tutakachokisema lazima tusome kwa Biblia. Tusoma sasa tusikie. Ufunuo 17:3. Soma. Akanichukua katika roho hata jangwani. Yohana akachukuliwa katika roho sasa. Nikaona mwanamke. Sikia. Sasa ako katika kisiwa cha Patmo. Akachukuliwa in vision. Sasa vision si kwamba ni yeye alitoka hapo kwa kisiwa. Alibaki ndio, lakini in vision akatolewa sasa hapo kwa kisiwa. Akapelekwa mpaka kwa jangwa. Alipopelekwa kwa jangwa, sasa ndio aliona hizi habari. Akaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Mnyama huyu kwanza amejaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7. Unaposikia makufuru ni kutukana Mungu. Huyu amejaa mambo ya kutukana Mungu. Huyu amejaa mambo ya kutukana Mungu. Huyu mnyama. Sasa mimi nataka niwaulize wanawake wa leo, Yohana 10:33. Kabla hiyo huyu mwanamke huyu kabla, na mimi nataka niwaulize wanawake wa leo, wakiona hata panya kwa nyumba wanakimbia wakipiga nduru, lakini huyu mwanamke anakalia mnyama, anakaa hivi. Kwanza amejaa majina ya makufuru, rudia. Alafu ako na nini? Inasema mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mnyama huyu ako na vichwa 7 na pembe 10. Alafu na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanamke huyu havaagi nguo ingine, ni papo. Akivaa papo ana alternate na red. Hebu soma usikie. Na nyekundu. Alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Hawezi kuvaa black wala white. Huyu ni papo na red. Na kila kitu kina maana yake. Tutasoma hapo maana yake. Tutasoma kila kitu. Ndio. Na kila kitu ambacho kimeandikwa hapa kiko na maana yake. Nguo ya papo kuna maana, tutasoma. Nguo ya red tutasoma maana yake gani. Sasa huyu akaonekana akiwa amevaa hivyo. Alafu alikuwa na nini nyingine? Amepambwa na dhahabu. Ndio huyu sasa. Amepambwa kwa dhahabu. Si unaona kila mahali necklaces. Ndio. Na wanawake wa leo wanafaa waelewe hizi vitu tafadhali. Unajua wanawake wa leo, wewe unaenda tu hata huelewi. Unaenda tu na unapata midira unanunua, unavaa. Unapata necklace unavaa. Misukosuko inaingia kwa hizo vitu. Tafadhali watu wa Mungu wangesoma Biblia na waelewe mambo ya kiroho, wangeachana na hizo vitu. Wewe ni mwanamke mzuri, usingevaa hizo vitu. Wewe vaa vile ambavyo inafaa tu. Kwa kawaida wanawake wetu wa zamani ama mama zetu wa zamani wa Ukikuyu hapa kwanza Ruaka na Kiambu wasingevaa hizo vitu. Mwalimu, Mwanzo 35 mstari wa ngapi? Mstari wake na kwanza hadi 5. Naona hiyo tukuje baadaye. Hizo hizi mikufu. Tukianza kumtafsiri huyu tutaingia hapo.
Sikiliza ndugu yangu, nataka tueleze watu hawa. Huyu mwanamke kwanza amevikwa mavazi ama nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Halafu amevikwa nini? Endelea na andiko tusikie. Inasema amepambwa na dhahabu. Wamepambwa na dhahabu. Halafu na kito cha thamani. Na pia kito cha thamani. Kumbe mwanamke huyu ni mwanamke tajiri. Ni mwanamke tajiri. Na sasa tumeingia Babeli ya tatu. Ndio mara hiyo uhoro wa akina Bill Gates, akina naitwa nani huyu wa Tesla? Schwartz na Jay-Z. Jay-Z ni wa wapi? Huyu wa Tesla anatengeneza magari ambazo hazitumii petroli. Anaitwaje? Elon Musk. Asante. Elon Musk pia. Hao wote wanamfanyia huyu kazi. Sikia, huyu mwanamke ni tajiri. Kwanza huyu ndiye ametengeneza Illuminati. Huyu ndiye ametengeneza Freemason. Huyu ndiye ametengeneza Uislamu. Takudhibitishia hakuna kitu tunazungumza pasipo kujua ama pasipo kueleza ni nini ambacho nasema. Nitazungumza kila jambo. Sasa sikiliza. Amevikwa na amepambwa kwa dhahabu. Halafu na nini? Haya, alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Tulia tuone kikombe chake. Sikia. Huyu mwanamke ako katika mkono wake, ako na kikombe hiki cha dhahabu. Inasema kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kumbe kikombe hiki hakina. Unaona vile mnaendaka pale mnanunua juice ya miwa ama mnanunua uji. Hiki kikombe hakijajaa uji. Huyu mwanamke ni hatari. Na sio juice. Na kijajaa juice ama soda. Ni machafu na uasherati wake. Machukizo na machafu ya uasherati wake. Kikombe hiki kimejaa machukizo na uchafu wa uasherati wake. Sikia, huyu mwanamke, kumbe mwanamke huyu ni kahaba. Kwa nini? Anafanya uasherati. Na akifanya uasherati anaweka uchafu huo hapa kwenye hiki kikombe. Na huyu mwanamke nataka uangalie. Akifanya hiyo, sikia kile anafanya. Akiweka huo uchafu kwenye kikombe, yeye huyu mwanamke anakunywa na analewa nayo. Kwanza akikunywa mvinyo huo ni mvinyo kama johi. Unaona hado haya huku ruaka. Haya wote unaona huku. Haswa watu wa dini wamekunywa mvinyo hiyo, wamelewa. Mstari wake inasema. Tulia mwalimu, tunaenda polepole. Wamekunywa mvinyo huo, wamelewa. Wanakama johi. Na dinauga mjue johi tafadhali. Mnielewe vizuri. Sitaki mkuja pombe. Lakini watu wote ambao wamelewa na hii, kwa sababu mwanamke huyu anapokunywa uchafu huo ambao ni machukizo na machafu ya uasherati wake, anapokunywa hatosheki. Kwanza analewa, halafu akishalewa anapea watu wote ulimwenguni wanapewa uchafu huu wa kunywe. Hebu soma sasa hapo, ulikuwa unataka kusoma mstari wa 6. Inasema, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya washahidi sawa wa Yesu. Alafu nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kubwa. Hata leo tunastaajabu hapa. Sikiliza, huyu mtu kwanza, wafalme wa nchi, unaona wafalme wote wa nchi wamezini na yeye. Wakizini na yeye, anachukua uchafu huo anakunywa. Baada ya kukunywa, anawapea walimwengu wakunywa uchafu huo. Inaitwa unholy alliance. Huyu mwanamke ni mwanamke hatari, na hatujaanza kumfunua, maana hii ni historia yake tunasoma. Halafu sasa tuulize Yesu, maana yake ujumbe huu ni gani? Maana hii tunasoma tu, lakini kuna sasa maana Yesu alisema, heri wasomao mifano watazijua siri za ufalme wa mbinguni. Hiyo ni Mathayo 13 mstari wa 10. Usisome. Sasa turudi hapa. Soma mstari wa 4. Mstari wake ni wa 4 inasema. Ufunuo 17 mstari wa 4. Tunasoma huyu mwanamke sasa. Inaishi kisema. Naye
alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake, kimejawa machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake. Tulia sasa. Mimi nataka niwaonyeshe watu wa hapa. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na nini? Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Unasoma Biblia? Kabisa. Soma 17 mstari wa 5 hapo. Nafikiri ndio umeanza sasa, uanze vizuri. Na katika kipaji cha uso wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Limeandikwaje? Babeli mkuu. Sinaona si watakaji. Hii ndiyo Babeli ya 3 duniani. Hii ndiyo Babeli ya mwisho duniani. Na Babeli hii ni ya kiroho. Sisi tunazungumza habari za kiroho. Hapa usije ukafikiria ati tunaongelea wanawake hapa. Nitakuonyesha huyu ni nani. Ni habari za kiroho. Na ndiyo Yesu atuambie kabisa tumjue alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Alafu inasema alikuwa na jina, rudia andiko. Alikuwa na katika kipaji cha uso wake. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Babeli mkuu na mama wa makahaba na pia mama wa machukizo ya nchi. Sikia sasa. Huyo mutumia niwe nyina wa maraya othe thĩinĩ wa gũkũ thĩ ĩno. Ũyũ mutumia. Alafu wewe uthie uinduke utari uramenya nũ ũyũ. Ũnjĩre rĩu ũgũteithĩkĩra kũ. No nĩ wagwĩkĩra sheria ya mwisho thĩ ĩno. Na sasa kama Biblia imemuita mama wa makahaba, sisi tutaogopa kumtaja? Hapana. Si lazima tumfunue wazi wazi. Maana Yesu amesema lazima afunuliwe ndio Yesu ndiye arudi. Sasa tufanyaje sisi? Washujaa wako wapi? Na Mungu ametupa kazi hiyo. Ni lazima tumfunue huyu. Kwanza rudi katika Yeremia 50 tusikie. Tutamfunua kweli ama tuache? 50 usome mstari wa 14, anzia 11 usikie. Inasema hivi kitabu ya Yeremia 50 mstari wa 11. Inasema huyu ameitwa Babeli mkubwa. Mstari wake wa pili inasema Yeremia 52. Tangazeni katika mataifa. Nataka urudi 14. Iko sawa. 14 ama 2. Hebu soma 14. 14 inasema jipangeni juu ya Babeli pande zote. Sasa tunaambiwa tujipange juu ya Babeli pande zote. Maana huyu ndiye mwanamke huyu. Tujipange kabisa pande zote. Mpindao upinde. Mpigeni msiuzi. Soma vizuri. Inasema hivi. Nyinyi nyote mpindao upinde. Alafu pigeni msiuzuie hata mshale moja. Mumupige Babeli. Watu wa Mungu wamupige mwanamke huyu. Wamfunue tena wasifanyeje? Kwa maana amemtenda Bwana dhambi. Huyu mwanamke anamtenda Bwana dhambi. Pigeni kelele pande zote. Hayai. Kuna watu hapa juzi walisema hizi spika zetu zinapiga kelele. Ni kweli zinapiga kelele, lakini ni Mungu anasema, rudia hapo usikie. Mpigeni kelele pande zote. Lazima tupige kelele pande zote. Amejitoa kwa sababu ya huyu mwanamke Babeli. Watu wamuelewe, waepukane na yeye. Maboma yake yameanguka. Maboma yake yamefanyaje? Yameanguka. Ufunuo wa Yohana 14 urudi mstari wa 8. Ndio tuone kabisa Babeli imeanguka. Na kwa nini tuambie watu watoke Babeli? Kisha mwingine malaika wa pili. Mwingine inasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisemaje? Umeanguka Babeli. Kumbe malaika huyu wa pili, nataka nikuonyeshe. Malaika huyu wa pili ndiye tunamhubiri, anasema akafuata akisema Babeli umeanguka Babeli. Na watu wa Mungu wapige kelele wakisema kabisa Babeli imefanyaje? Imeanguka. Boma lake imeanguka. Sikia. Na sisi ujumbe wetu ni huu.
Unajua kuna watu ambao wako mbali na labda hawatapata nafasi kesho kutwa na siku nyingine, maana sisi tuko hapa. Ujumbe wetu ni wa kuwaita watu watoke kwake mwanamke huyo, watoke kwake waweze kuokolewa, watu watoke Babeli. Revelation chapter 18 verse 4, usisome. Kwa hivyo ukitaka kufuatilia mafundisho kama haya, maana hatujamaliza bado, sija make conclusion wala hatujamwangalia mwanamke huyo maana yake, lakini ukitaka kufuatilia mafundisho haya vizuri kwenye simu yako, utaingia kwa YouTube, alafu utaandika tokeni kwake Bible Prophecy. Kiandika hiyo mafundisho hayo, hapo kuna simu iko live, utayapata, utafuatilia yote, utayapata hapo. Channel nyingine ambayo tunayo inaitwa Daniel Lot's Loud Cry. Ukiandika hiyo pia Daniel Lot's Loud Cry, utapata mafundisho hayo. Hiyo ni by the way kwa wale ambao wako mbali na wakipenda kufuatilia habari hizo vizuri wakiwa wametulia, maana wengi nao wako makazini zao. Sasa watu wa hapa, mimi nataka sasa nikuambie ukaze mshipi, kwa sababu tukikwambia utoke hapo hautateka. Watu wengine wanasema tunawahukumu. Nikianza kumtafsiri kumsema mwanamke huyo, watu wengine wataanza kukasirika. Lakini ukikasirika, tafadhali usije ukachukua mawe, maana hapa watu wa Mungu tu hawatatumia njia nyingine, watasoma tu Biblia kumtafsiri mwanamke huyu ni nani. Narudi kwa huyu mwanamke, halafu nizungumze habari zake, ndio tujue ni nani na tutaepukana na yeye namna gani. Sikia, mwanamke kahaba ndiye huyo. Sikiliza sasa, ako na jina limeandikwa rasili, linaitwa Babeli Mkuu. Nataka tusome sasa huyu mwanamke kwanza. Hebu soma 17, usome mstari wa 11 tusikie tutamjuaje, maana huyu ni mwanamke amekalia mnyama. Hebu soma. Na yule mnyama 17 mstari wa 11, kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ati na yule mnyama aliyekuwako naye. Sasa nataka nirudi kwa yule mnyama ambaye aliyekuwako naye, ndiye huyu. Maana ndio umuelewe mwanamke huyu mpaka ujue huyu mnyama ambaye alikuwa na huyu mwanamke hayuko. Yeye ndiye wa nane, alafu naye ni mmoja wa wale 7. Sikiliza sasa. Huyu mnyama kwanza, juzi niliwafundisha nikawaambia Mungu anazungumza kwa mifano. Hebu soma Hosea 12 mstari wa 10. Mungu anapozungumza na wanadamu wa hapa, anazungumza nao kupitia mifano. Hii kombe ni mifano. Huyu sio mnyama. Huyu pia sio mwanamke. Nitakuonyesha ni nani. Sio mwanamke, hii ni mifano tu. Sasa tunaanza kuuliza, Yesu unapozungumza na wanadamu, unazungumza nao kupitia njia gani? Hebu soma hiyo. Hosea 12:10. Mstari wa 10. Tena nimenena na hao manabii. Na tunamalizia. Nami nimeongeza maono. Maono na kwa utumishi wa manabii. Na kwa utumishi sasa wa manabii nimetumia mifano. Mungu anatumia nini? Mifano. Kwa hivyo utumishi wa manabii Mungu hutumia mifano. Kumbe hii ni mifano. Sasa tunauliza Yesu, ni vizuri kuelewa mifano? Ni vizuri tuisome tuijue, ama tukishajua ni wanawake tuachane nao? 13:10 tusikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Yesu akaulizwa na wanafunzi, kwa nini wewe Yesu unazungumza na hao watu kwa mifano? Akajibu akawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kumbe tukijua mifano hii ni siri za ufalme wa mbinguni, lakini wale watu ambao hawataki kusikia injili hii hawatataliwa hiyo. Sasa hii ni mifano. Mnyama ni mfano wa nini? Mimi sitasema, Biblia iseme. 7:23 Danieli, sikia. Inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Na juzi tuliona ufalme, yani mnyama ni mfano ama ni jina
jina tu, lakini Mungu anazungumzia ufalme. Dunia hii tulisoma katika Danieli kwamba kuna wanyama wanne, falme nne zitakazotokea duniani na kutawala dunia. Na wacheni niwaambie, hata kama mnapiga kura, msije mkafikiria wale ambao mnawapigia ndio wanatawala hapa Kenya. Wanatawala tu kwa sehemu ya 20%. Lakini dunia hii kama Mungu alivyosema, dunia hii itatawaliwa na falme nne tu, na hakuna falme ya tano. Ufalme wa tano utakuwa ni wa Yesu akirudi. Ufalme wa kwanza tukaona ni ufalme wa Babeli, ulitawala dunia hii. Ufalme wa pili unaitwa ufalme wa Medo-Persha, ukatawala dunia hii. Ufalme wa tatu unaitwa ufalme wa Greece. Ufalme wa nne ndio huu, unaitwa ufalme wa Kirumi, Roman Empire. Roman Empire ndio hii. Tuthibitishe, tusikie kama ni kweli. 17 mstari wa 9 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. 17 mstari wa 9 inasema 17:9 Ufunuo wa Yohana inasema 17:9, hapo ndipo penye akili zenye hekima. Kumbe ndio ukuwe na hekima sasa. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Alafu vile vichwa 7 ni milima 7. Ati vile vichwa 7, zile vichwa 7 za huyo mnyama ni nini? Ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Mimi nataka usome vizuri. Ati inasema hapa ndipo penye akili zenye hekima. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7, hizi vichwa 7 ni huyu mnyama wa nne ambaye amebeba mwanamke huyu. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Tunataka tujue, hata sisi tuwe na hekima, tujue ati hizo vichwa 7 ni nini? Ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Ndio tuthibitisha kabisa huyu mnyama ni ufalme wa Rome. Ndio tuthibitisha kabisa. Kama kuna mtu ako na simu hapa, kuna mtu ako na simu? Ama hakuna, mimi nataka mtu mmoja hapa aniangalilie, aandike the city. Mimi nataka, si hapa ni kwa Google, nakagua ni ndio kuhudhira touch screen. Ndio ndio waandike atiriri, city with the 7 hills. Maana Biblia inasema hapa ndipo penye hekima. Vichwa 7 vile ni milima 7 anayokalia mwanamke huu. Sasa tujue milima 7 ni gani, milima 7 hiyo ni gani, tujue ni sete gani milima hiyo 7 inakalia, ndio tuelewe mwanamke. Weka hiyo city with the 7 hills. Tulia, orera andike city with the 7 hills. Tumenye uma kwegu city with the 7 hills. Wewe ufanye research yako. Hakuna city duniani ambayo imezungukwa na milima 7 isipokuwa hiyo, hakuna. Na hapo ndio huyu mwanamke anaketi. Sikia ni gani? Wapi? Imetaja jina gani? Hayo majina mawili. Hayo mawili tu. Rome or Italy. Ni Rome or Italy. Unasikia hiyo? Kwa hivyo wewe horera. Hii milima 7 ambayo mwanamke huyo amekalia ni Rumi. Tumesha confirm. Kumbe utawala wa Kirumi ndio umebeba mwanamke huyu. Sasa tunauliza, mwanamke huyu sasa ni nani? Mwanamke huyu ni nani ambaye amekalia Roma? Mwanamke ni mfano wa nini? 5:25 wa Efeso. Soma. Sikia, na tunamalizia. In 5-10 minutes nakuwa namalizia. Hebu soma andiko hili usikie. Wa Efeso 5:25. Enyi wanaume, enyi waume, wapendeni wake zenu. Mungu anasema wanaume wapende wake zao kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Umesikia? Wanaume wa hapa pia mpende wake zenu. Usije wewe ati unanunua shakushuta, unavaa vizuri, lakini mke wako umemwacha hata anavaa ile rubber suit na tena imetoboka hapa. Usikubali hiyo. Weka mke wako vizuri, mwekee chakula kwa nyumba, asije akatatizika. Huyo ni ushauri wa Mungu.
mwanaume apende mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Lakini sisi tunazungumza habari za mwanamke huyu wa Ufunuo. Sasa wewe Yesu unatuambia habari za mwanamke kumpenda ama mwanaume kumpenda mke wake. Unazungumza zaidi ya hiyo ama tu ni upendano tu wa kawaida? Soma hapo 32. Siri hiyo ni kubwa. Kumbe mwanaume kumpenda mke wake ni siri kubwa. Kwa nini? Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kumbe huyu sio mwanamke. Biblia inamfananisha mwanaume na Kristo na inamfananisha mwanamke na kanisa. Sasa tumeanza kuingia sasa katika mahali ambapo panafaa. Huyu sio mwanamke, ni kanisa. Lakini kanisa hili kumbuka hapa liliitwa ni mama wa makahaba. Mundu wetagwo nyina niki naitwa kini akora na ciana wanyita si lazima akuwe na watoto. Ndio. Unaweza itwa mama ya watoto wakati hauna. Si lazima uwe na watoto. Lazima. Kwa hivyo hili ni kanisa ndio, lakini ni kanisa kahaba. Ni mama wa makahaba. Na tena japokuwa lenyewe ni kahaba, liko na watoto makahaba sawa na lenyewe. Ndio nitoikira uhoro wa kiroho ikiriria. Ni Biblia irauga turathi kahora. Biblia itwire mwanamke huyu imesema ni kanisa. Maana mfano wa mwanamke ni kanisa. Sasa na waulizeni watu wa hapa. Huyu mnyama tumesoma tukaona kabisa ni roho. Tukaambiwa hapa ndipo penye akili zenye hekima. Akili zenye hekima ni kwamba hizi vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Na milima 7 hiyo tumeona hiyo city inaitwa Roma. Hizo milima zinapatikana Roma. Ni kule Roma. Ndiyo. Sasa ni kanisa gani linaitanishwa na Roma? Mimi nataka mnijibu. Hili ni kanisa la Kirumi. Asante. Kumbe mnajua. Hili ni kanisa la Kirumi. Sasa nimeanza kuingia mahali ambapo ni Pentagon. Watu ambao wanapenda makanisa hii sasa imeanza kukua chungu. Na wewe kama unapenda kanisa yako, hatari. Sababu hapa tutaanza sasa kuzifunua polepole. Tondu huyu tumeitwa na uhoro wa Ngai. Tigukenia andu na mutumia mumaraya na vitu kama hivyo. Ithuĩ twĩ nĩ Ngai ũtũmanĩte na ũhoro ũyũ wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai. Rĩu ũyũ rĩ nĩ mũtumia mumaraya. Tuona mũtumia rĩ maana yake kanisa. Mwanamke maana yake kanisa. Mnyama huyu wa 4 ni utawala wa Kirumi. Kanisa ambalo limebebwa na mnyama huyu ni kanisa la Kirumi, Roman Catholic Church. Kanisa la Kirumi, kanisa Katoliki. Sasa tunaanza kuuliza, wewe Mungu wa mbinguni, hapa Ruaka kuna watu wengi, hata sisi wengine tumezaliwa kanisa Katoliki. Kwa nini uite kanisa Katoliki kanisa kahaba? Ni kwa nini? Biblia tuile kwa nini mtu ama mwanamke anaitwa kahaba? Kwa nini? Ezekieli 16 soma mstari wa 32 tusikie. Lazima Mungu atuambie, maana sisi ndio maana hatukurupuki. Kila kitu nikisema andiko. Watu wakikasirika wanafunga Biblia. Sisi wanatuacha huru. Maana kila tunasoma ni kusoma tunasoma. Hebu soma andiko hilo. Ezekieli 16:32. Hebu soma. Mke wa mtu azinie. Akaribishaye wageni badala ya mumewe. Umesikia? Mke wa mtu azinie. Maana ndio ukue kahaba lazima uzini. Mke wa mtu azinie anakaribisha mgeni badala ya mumewe. Ndio huyo mwanamke ataitwa kahaba. Utie mundu etakumu maraya ategukaribisha mundu ungi thĩinĩ wa nyumba yake, na sio kumkaribisha hivi. Wewe unaelewa? Sikia. Kwa hivyo kwa nini sasa kanisa hili liitwe kahaba? Ni kwa sababu limekaribisha mume mwingine badala ya mume wake, mume wa kanisa la Mungu.
Mume wa kanisa la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ako na mafundisho yake. Yesu Kristo ako na mafundisho yake. Sikia, Yesu ako na mafundisho yake. Kanisa la Kirumi limemwacha Yesu na mafundisho yake, likachukua mafundisho ya mume mwingine. Acha nikuonyeshe. Kanisa la Kirumi ndio hii. Kanisa la Kirumi ndio hili. Sasa tumeanza kuingia katika Pentagon. Sikia, headquarters. Na wewe enda ufanye study. The only city surrounded by 7 hills inaitwa Vatican, huko Italy. Hii hakuna ingine. Biblia inakuanga specific, haiwezi kukosea. Wewe ushawaisikia milima 7 alafu watu wanajenga mji katikati ya milima 7? Ni lazima wangefanya hivyo hawa, kwa sababu lazima wangetimiza unabii wa Mungu. Enda fanya study yako, ama kitu inaitwa research. Sasa kwa nini Mungu huite kanisa la Kirumi kanisa kahaba? Kwani ni mafundisho gani hayo ambayo yametoka kwa Kristo wakajichagulia yao? Tunaanza sasa. Mwalimu, si wao uko na kitabu chao kwanza kabisa? Maana sasa lazima tuangalie kitabu cha kanisa la Kirumi kinasemaje. Hebu nisaidie kwanza kitabu hiki niwaonyeshe watu. Hiki kinaitwa kinaitwa Catechism ya maswali na majibu inayotokana na Catechism ya kanisa Katoliki hii. Kwa hivyo sisi tumenunua kitabu hiki tuwaonyeshe watu hii. Yaani tuwafundishe watu. Maana hii ukienda kanisani Katoliki utaipata hiyo inasoma. Kwa hivyo sisi hatuna shida, tutasoma tu kwa sababu tumenunua, zinauzwa huko barabarani. Kwa hivyo tutasoma ndio tudhibitisha kabisa vile Yesu alisema ni hivyo. Maana saa hii watu hawataki porojo, pia wanataka vitu ambazo ziko na evidence. Tutakapowaambia watu wanasoma na wanaangalia evidence. Sasa kanisa la Kirumi limeacha mafundisho ya Yesu, maana Yesu ndiye mume wa kanisa lenyewe, limeenda likapata mafundisho mengine. Sasa tunaanza Timotheo wa kwanza 3 mstari wa kwanza. Huyu kwanza, mimi sina shida na huyu si ni mwanadamu tu, si huyu ni ndugu ya mtu, si huyu labda alizaliwa tu na mwanadamu. Yeye mimi sina shida nayo, lakini system ya kanisa la Kirumi, hiyo ndio tunawaita watu watoke hapo. Na mimi nazungumza kuhusu kanisa hili kwanza, lakini kesho nitakuonyesha watoto wake. Makanisa haya yote unaona hapa Ruaka, yote ni watoto wa huyu. Leo nataka nikuonyeshe huyu na jinsi alivyotoka katika mafundisho ya Yesu, na ndio maana Yesu anasema kanisa hili limezini, ni kahaba. Halafu kesho ACK, PCA, Akolino, AIPCA na makanisa kwanza hizi kuna zingine